Kwa majina ni Moses Munyoki Mwendwa, mtangazaji kutoka katika kituo cha radio yetu ambacho kinapatikana katika gatuzi la Nakuru. Na katika tasnia hii ya wanahabari nina takriban tajriba ya miaka 8. Na mwanzo kabisa ni kushukuru Felt Africa kwa sababu ya kongamano hili ambalo limeweza kuleta wanahabari hasa watangazaji katika vituo vya redio, ambapo mafunzo yamekuwa kemkem kwa sababu katika kazi yetu hii ya utangazaji, wakati mwingi tunapotangaza huwa hatukumbuki kwamba kweli huu utangazaji pia tunapokuwa kule mashinani kwamba tuna ushawishi mkubwa sana. Na kwa hivyo katika huu ushawishi wetu ambao tunapofanya kazi, lazima pia tuweze kuzingatia kwamba tukuwajibikaji, kwamba tunaweza kufanya kazi hii lakini tuweze kujua kwamba kuna zile sheria ambazo lazima tuweze kuzingatia ili kwamba tusiwe katika matatizo na sheria. Kwa hivyo katika mambo ya defamation, katika mambo ya libel, ni mambo ambayo tunaweza tukakumbana nayo tusipochukua tahadhari. Kwa hivyo katika pia kuweza kuhakikisha kwamba taarifa ama utangazaji wetu tunakolea katika misingi ile ya wanahabari kwamba iweze kuwa ya ukweli, tunaweza kuverify, kuhakiki kwamba kabla tuweze kuweka matangazo pale kwenye redio, mambo haya yote kwamba ni ya kweli. Kwa mambo ya verification, mambo ya fact ni mambo ambayo yameweza kujitokeza sana katika hii training. Kikubwa zaidi pia ni walimu ambao wamekuwa katika kongamano hili, uzoefu wao wameweza kutufunza mengi zaidi, na sio tu mafunzo lakini kule kubadilishana experience. Kwa hivyo naweza kusema kwamba ni unique training kwa sababu wale watangazaji wameweza kuelezea experience yao na walimu pia experience yao, na zaidi ya yote lessons learned. Kwa hivyo katika experience, je, tumeweza kujifunza nini na tutaweza kujifunza nini hata zaidi. Na pia bila kusahau motisha kutoka kwake Chairman Dennis Onsarigo. Uzoefu wake wa miaka mingi ni swala ambalo ameweza kutupa motisha sana katika kazi hii ambayo tunaifanya. Tupende kazi hii, tuwe na ile conviction. Na zaidi ya yote nimejifunza mengi kutoka kwake Dennis Onsarigo kwamba lazima kama wewe mwanahabari, kama mtangazaji, lazima pia ujue thamana yako. Unapopia kuwa pale kazini, jua thamana yako, know your value. Alafu pia lazima uweze kufikiria kwamba sio tu utangazaji, sio kwamba utakaa pale milele, lakini baada ya hapo, je, what next? Kwa hivyo masuala ya transition ni vizuri pia kufikiria ni kipi kingine ambacho unaweza kufanya, sio tu utangazaji, lakini what else can you do?